Wimbi la hivi karibuni kabisa la makombora ya Iran limesababisha milipuko kote mjini Tel Aviv, huku wafanyakazi wa uokozi wakiendelea na kazi ya kudhibiti moto ya majengo yaliyolenga katika mji mkuu huo wa Israel alfajiri ya leo. Milipuko hiyo ilisikika mara tu baada ya Israel kutanua kampeni yake dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon, ikiapa kulikomesha kundi hilo lililojiunga rasmi na vita kufuatia mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei siku ya Jumamosi. Shirika la utangazaji la Iran limesema kuwa Tehran ilikuwa imerusha makombora dhidi ya maeneo mbalimbali ndani ya Tel Aviv, huku jeshi la Israel likisema linajaribu kuyadungua makombora hayo hadi jana jioni. Waandishi wa shirika la habari la AFP mjini Tel Aviv wameripoti kusikia awamu mbili za milipuko iliyotikisa mji huo. Anga la mji wa kaskazini wa Tel Aviv pia, Netanya, limeshuhudia vimondo vikidondoka kutoka Iran. Hata hivyo, idara ya uokozi ya Israel MDA inasema hadi sasa hakuna taarifa za watu wote waliouawa kwa mashambulizi hayo. Hayo yakijiri, waziri wa vita wa Marekani Pete Hegseth amesema nchi yake haikuwa ikitanua malengo yake ya kijeshi nchini Iran baada ya Rais Trump kuliambia shirika la habari la Reuters kwamba lazima Washington ihusishwe moja kwa moja kwa kuchagua kiongozi mpya wa Iran baada ya kumuua Ayatollah Khamenei. Mapema wiki hii, Pentagon ilidai kwamba operesheni yake ya kijeshi dhidi ya Iran imejikita kwenye kuiharibu mifumo ya makombora na jeshi la majini, na wakati huo kuizuia Tehran isiwe na silaha za nyuklia. Akijibu tuhuma kwamba Marekani imeanzisha vita ambavyo hata haivijui malengo wala mwisho wake, Hegseth alisema, na hapa namnukuu, "Hakuna utanuaji wa malengo yetu. Tunajua kile hasa tunachojaribu kufikia." Alichokuwa anasema Trump ni kwamba ana usemi juu ya nani anaiongoza Iran kwenye operesheni inayoendelea, mwisho wa kumnukuu. Lakini kupitia mahojiano kwa njia ya simu hapo jana, Trump aliambia Reuters kwamba Marekani itapaswa kumchagua kiongozi ajaye wa kuiongoza Iran. Uchokozi wa kijeshi wa Marekani na Israeli ulioanza siku ya Jumamosi dhidi ya Iran umeyashambulia maeneo mbalimbali ya taifa la Ghuba ya Uajemi, ambapo mbali ya kuua viongozi wa kisiasa, kijeshi na kidini, umeua pia mamia ya raia, wakiwemo watoto 180 kwa wakati mmoja kwenye skuli moja mjini Minab, wagonjwa wakiwa mahospitalini na watu wakiwa majumbani mwao. Iran imekuwa ikijibu uchokozi huo kwa kushambulia maeneo kadhaa ndani na nje ya Israel, ikilenga vituo vya kijeshi, balozi na kambi za Marekani katika ukanda mzima wa Ghuba na Mashariki ya Kati, wakati ikisaka kuzitia hasara kubwa zaidi Marekani, Israel na washirika wao kwenye ukanda huo. Miongoni mwa mataifa yaliyoguswa na mashambulizi ya Iran ni Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Bahrain, Kuwait na Saudi Arabia. Iran imekuwa ikikiri baadhi ya mashambulizi hayo na ikikanusha kuhusika na mengine.